naitwa Salma Haji Sadati, ni mwenyekiti Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu. Sema kweli, wenzetu Jumuiya ya Umoja wa Watu wenye Ulemavu kwa kupitia kikundi chao cha wanawake wenye ulemavu cha Kusini wameandaa mafunzo haya ya siku moja kutoa mwamko kuhusiana na mkataba Itifaki ya Afrika ya watu wenye haki za watu wenye ulemavu. Itifaki hii kama tunavyoiona ilianza toka mwaka 2018, lakini kubwa kwamba ni itifaki ngeni, watu wengi hawaelewi, lakini hii imekuwa ni nafasi ya kuweza kuelezea hii itifaki imekusudia nini na lengo lake nini. Na sisi kama Wazanzibari wa Tanzania tuna haki ya kuzungumzia na kushawishi serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waweze kuridhia itifaki hii iweze kutumika kwa maslahi mapana ya watu wenye ulemavu katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivyo hiyo ni kubwa zaidi cha kuweza kushawishi, kwa sababu itifaki hii tuna mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu, ule unatumika duniani kote, lakini itifaki hii imezingatia zaidi mazingira ya Kiafrika na mazingira ya Kitanzania, kwa sababu tunaona kwa jinsi imezungumzia mambo mengi ambayo yanagusa maisha ya watu. Mfano, imezungumzia utamaduni wa viziwi ambao wanatumia lugha ya alama, lugha ya mguso, wale ambao viziwi wasiona, lakini pia kwa wenzetu hawana matatizo ya watu wenye albino kuuawa. Lakini mkataba huu, itifaki hii imezungumzia namna ya kukinga na kuweza kuhakikisha kwamba kinga inatumika kwa watu wenye ulemavu wa albino wasiweze kuuliwa au kudhuriwa pamoja na ulemavu mwingineo. Kwa hivyo itifaki hii ina upekee. Lakini chengine kubwa zaidi, itifaki hii imezungumzia makundi manne muhimu sana kwa undani zaidi. Imezungumzia, ukienda katika kipengele ibara ya 27, imezungumzia wanawake na wasichana wenye ulemavu, lakini ukienda ibara ya 28 imezungumzia watoto wenye ulemavu, ukienda ibara ya 29 imezungumzia vijana wenye ulemavu, na ibara ya 30 imezungumzia wazee wenye ulemavu. Kwa hivyo utakuta kwamba itifaki hii imezungumza makundi yale, lakini imezungumzia kila kundi na mahitaji yake na matakwa yake na nini kiweze kufanyika ili kuweza kuwasaidia. Kwa hivyo ni itifaki nzuri, na tunatoa maoni yetu na tunataka kuwasilisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukishirikiana na wenzetu wa SHIJIWAZA na SHIVYAWATA bara ili kuhakikisha kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kwamba itifaki hii inasainiwa kwa ujumla. Wito wetu kwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kwa sababu tayari itifaki hii ishafika serikalini kwa kupitia Baraza la Taifa na ofisi ya Makamu wa Kwanza Rais kwa kipindi kile katika awamu iliyopita, tumeweza kukusanya maoni yetu na tumewasilisha serikalini. Kwa hivyo naomba kwamba serikali yetu ambayo ni serikali ya Zanzibar ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Mwinyi kwamba tuhakikishe kwamba baada ya kukaa sawa, lakini pia tunaomba kwamba yale masuala ya watu wenye ulemavu yaweze kuwapa nguvu pamoja na mawaziri wake kuhakikisha kwamba itifaki hii inaridhiwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.